Kauli hiyo ameitoa leo usharika wa kanisa kuu wakati wa ibada ya kuweka wakfu vyombo vya usafiri ikiwemo pikipiki 41 na gari moja, simu ndogo 25 pamoja na mavazi 30 kwa ajili ya kusaidia maeneo ya misioni, ambapo amesema moja ya mikakati aliyoiahidi wakati akiingizwa kazini ni kuhakikisha anaisaidia Dayosisi kwenda mbele kiinjili, hasa maeneo ya misioni, kwa sababu hata Bwana wetu Yesu Kristo bado katika kipindi chake alihudumia watu bila kujali gharama ya muda, bila kujali saa ngapi, bila kujali wakati gani. Kwa hivyo ningeomba tusukume na moyo wa ukarimu tu kwa ajili ya kusukuma jambo hili ambalo limetendwa na halmashauri kuu ya Dayosisi, kuhakikisha kwamba kutakuwepo na vyombo vya usafiri kwa wenzetu wanaotumika katika maeneo ya misioni. Niliposali hapa baada ya kuingizwa kazini, niliwaambia kusaidia Dayosisi ya Dodoma iende vizuri au iende mbele, hii katika kukaa hapa na kufurahiana na kupigana butu na kusherehekea hapa, ni kweli kwenda kuangalia na kutazama maeneo ya misioni, ndipo tutaisukuma mbele kazi ya Injili. Katibu mkuu wa Dayosisi hiyo, Rodil Kilimo, anasema pikipiki hizo zimetolewa na marafiki wa kanisa kutoka nchini Marekani, huku umoja wa wanaume wa Dayosisi wakitoa mavazi kwa ajili ya wachungaji, na kwamba matarajio ni kupata pikipiki 200 zitakazosambazwa maeneo yote ya misioni. Tunafahamu tulianza mazungumzo na marafiki zetu wa Northwest Ohio Synod wa Marekani kuhusu jambo hili, na hawa marafiki zetu waliunga mkono kwa sehemu kubwa sana. Tunahitaji pikipiki wa askofu ili tupunguze kwa asilimia kubwa kabisa au kuondoa tatizo hili. Tunahitaji pikipiki 200 kwenye maeneo ya misioni. Mheshimiwa Askofu, kwa maelekezo ya halmashauri kuu, hizi pikipiki zitapatikana. Wakiongea mara baada ya kukabidhiwa vifaa hivyo, wakuu wa majimbo yenye changamoto akiwemo Mchungaji Emmanuel Marangasi wanaeleza namna vifaa hivyo vitakavyosaidia kufika maeneo ya huduma kwa wakati, tofauti na hapo awali ambapo walitembea zaidi ya kilomita 70. Kwa tukitumia pikipiki na wakati mwingine inalazimika utumie pea 2 za nguo, kwa sababu ya kwamba ile unayotumia ya kwanza ni kwa sababu ya vumbi la pikipiki. Lakini leo tunapopokea gari hili linatupa urahisi kwanza kuto kutembea na nguo 2 za ziada, natembea na nguo moja tu kwa sababu siwezi kuwa na vumbi tena. Maeneo mengi ambayo kama kilomita 70 au 80 au 100 ukafike kwenye mtaa mwingine, na maeneo haya yote walikuwa wakitumia baiskeli tu. Hata hivyo, ibada hiyo imeenda sambamba na ubatizo wa mtoto mmoja, huku Wakristo wakitakiwa kutoyumbishwa na mafundisho yasiyokuwa na tija.